Mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, amjambo na karibu kufuata taarifa hizi za habari. Kwanza vichwa vya habari zenyewe. Baraza kuu la vyombo vya habari linakataza kuanzia tarehe 3 Juni kusambaza taarifa za rais wa zamani Joseph Kabila na kutoa nafasi kwa wanachama wa PPRD katika vyombo vya habari vya Kongo. FCM23 inalaani mauaji ya raia wa Banyamulenge katika milima ya Fizi, ikiwashutumu FARDC na washirika wao kulenga watu wasio na hatia. Mbunge wa mkoa Julio Makeusa anatoa taarifa kuhusu kifo cha wanachama wa 4 wa polisi wa kitaifa wa Kongo kwa njaa baada ya kukimbia Goma kuelekea Beni kutokana na mapigano. Anaiomba serikali kukabiliana na wajibu wake. Baraza kuu la vyombo vya habari linakataza kuanzia tarehe 3 Juni kusambaza au kuhamasisha habari na shughuli za rais wa zamani Joseph Kabila. Wanachama wa PPRD hawawezi pia kujieleza katika vyombo vya habari vya Kongo, alisema Christian Bosembe, rais wa SESAC kwenye Top Congo. Wanachama 4 wa polisi wa kitaifa wa Kongo waliokimbia Goma kuelekea Beni kutokana na mapigano kati ya FCM23 na FARDC wamefariki kwa njaa. Taarifa hii ilitolewa na Julio Makeusa, mbunge wa mkoa wa Kivu Kaskazini, ambaye amefuatilia hali ya wanajeshi waliokimbia Beni. Kulingana naye, tangu mwezi Januari wanajeshi hawajapokea mshahara wao na hali yao ya kibinadamu imekuwa mbaya. Anaomba serikali kukabiliana na wajibu wake na anaitaka mashirika ya kibinadamu kuingilia kati swala hilo. Premier kuzunguruka ndani ya makambi fulani haiko seulement wa polisi ndio tuliweza kutanana nao, niliweza hata kuona na wasoda. Lakini kitu ambacho kenye kilinishangaza ni kuona kwamba wa polisi wetu depuis janvier hawajapokea hata salaire yao, na condition ambazo wanaishi ndani ziko deplorable. Kwa kulala wanalala nje, hakuna hata matela, en tout cas viko ma condition difficile, na kupata hata chakula iko ngufu kwao. Na nimeweza enregistrer au moins 4 cas za wa policiers ambao wameweza kukufa juu ya njala, na hiyo inapatisha kabisa government yetu haya kuona kama wa policiers ambao waliweza kuonesha amour envers notre pays, wanatoka Goma après ku résister contre l'ennemi, wanaweza kutoka Goma kuonesha amour ya inji, wanafika hapa Beni. Lakini cha kushangaza ni kuona kama gouvernement yetu inawadelese na wanabakia katika makondisio zenye ni za mbaya sana. Tunaendelea kuomba government kuona gisi ya kuprendre en charge, ni urgence government iweze kuprendre en charge au wa policiers ambao walionesha patriotisme mkubwa, walikataa kujiunga na adui na wanafika hapa Beni. Inaomba kabisa government ifanye iwezekanavyo ili wa policiers wetu wabakie katika makondisio za vizuri, na waendelee kufanya iwezekanavyo ili wapate salaire zao. Unajua kama ni wababa, wengi ni wababa wiko na mafamille plutôt, na kuko wa mama ambao wiko na mafamille. Atuka kutokuwalipa ni kuonesha sura ya mbaya. Tuna plaider atuka hii sauti iweze kufikia wakuu viongozi ili waweze kulipa hawa wa polisi.
Katika taarifa ya tarehe 2 Juni 2025, AFC M23 ililaani mauaji ya hivi karibuni ya raia wa Banyamulenge katika milima ya Fizi, Kivu ya Kusini. Lawrence Kanyuka, msemaji wa kisiasa wa harakati hiyo, alishutumu vikosi vya silaha vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kushirikiana na FDLR, wazalendo na vikosi vya Burundi kwa kufanya mashambulizi ya mauaji dhidi ya watu wasio na hatia. Maelezo na Jospin Hangi. Tunalaani kwa nguvu zote mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya wenzetu wa Kongomani wa Banyamulenge yaliyofanywa na vikosi vya muungano wa serikali ya Kinshasa, alisema msemaji Lawrence Kanyuka. Alifafanua kuwa vitendo hivi vya kigaidi vilivyotokea kati ya tarehe 23 na 29 Mei mwaka huu vililenga maeneo mengi yenye watu wengi katika jimbo la Kivu ya Kusini. Katika eneo la Rugezi, mashambulizi ya kikatili yaliyoandaliwa na FDLR, FARDC na vikosi vya ulinzi vya Burundi vilivyopelekewa kutoka Kizura na Rulenge katika Mikenge na Kalingi. Vijiji hivi vilikuwa lengo la mashambulizi ya pamoja kutoka kwa makundi ya wazalendo wakifanya kazi kutoka Kipupu na Zero. Katika Bijabo na Bibokoboko, maeneo haya yalipokea mashambulizi ya pamoja kutoka kwa vikosi vya silaha vya Burundi na makundi ya wazalendo, alisema Lawrence Kanyuka. Vitendo hivi vya vurugu vimesababisha hasara nyingi za maisha na kuleta mgogoro wa kibinadamu usio wa kawaida, aliongeza msemaji Lawrence Kanyuka. Mbele ya hali hii inaozidi kuwa mbaya, nchi zinazotoa msaada kwa mwajibu wa kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeeleza wasiwasi wao unaongezeka. Katika tamko la pamoja lililotolewa siku hiyo hiyo, Marekani, Ufaransa, Ubeljiji, Uswisi, Ujerumani, Uholanzi, Norway, Uswidi, Japani, Kanada, Uingereza na Umoja wa Ulaya wameeleza wastani wao kuhusu changamoto wanazokabiliana nazo wahusika wa kibinadamu na ndani na wa kimataifa. Nchi hizi zinatoa wito wa kuheshimiwa kwa sheria za kibinadamu, upatikanaji wa msaada bila vikwazo na kuondolewa kwa vikosi vya kigeni. Hali ya usalama bado ni dhaifu katika mkoa Kivu Kusini na Kivu Kaskazini licha ya wito wa kusitisha mapigano katika mazungumzo ya Doha kati ya serikali ya Kongo na AFC M23. Wahusika wa kibinadamu wanaogopa kutokuwa na utulivu kunaweza kuleta ugumu zaidi katika upatikanaji wa msaada na kuathiri mgogoro wa kibinadamu ambao tayari unawagusa mamilioni ya watu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya alikataa Jumatatu tuhumu za kuwafuatilia kwa makusudi maafisa wa Kiswahili wa vikosi vya silaha. Katika mkutano wa waandishi wa habari uliopeperushwa moja kwa moja kwenye RTNC, aliepuka jaribio la kugawa taifa. Alikumbusha kwamba jeshi ni taasisi ya kidemokrasia na isiyo ya kisiasa, ikilinda raia wote bila kujali asili yao na lugha au kikabila. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 2 Juni 2025 mjini Kinshasa, kundi la wanamemba wa shirika la raia FFVN limepingana na wito wa baadhi ya wanasiasa kuhusu zana ya majadiliano ya kitaifa ya pamoja. Maelezo na Faustine Binja. Kwa mujibu wa shirika hii, mwito huu wa mazungumzo ya kitaifa inaficha nia za kibinafsi na inaharibu juhudi za serikali kutatua mgogoro wa kiusalama unaosababishwa na Rwanda na kundi la waasi wa M23.
kwa kujifanya kuwa wanatafuta makubaliano, wanazoofisha juhudi zinazofanywa sasa, wanachanganya wananchi na wanajaribu kwa mara nyingine kurudi kwenye siasa kwa njia za ujanja, imesema taarifa iliyotiwa saini na mratibu mkuu Simon Mukenge Ciceron. FFVN inakataa kabisa kile inachokiita mkakati wa kupotosha, ikikumbusha kwamba mazungumzo ya awali hayajaleta suluhisho la kweli kwa migogoro ya mara kwa mara nchini DRC. Kuanzia mkutano wa kitaifa wa mwaka 1992 hadi mashauriano ya mwaka 2014 pamoja na yale ya Sun City, mikutano hiyo iliwasaidia wasiasa fulani kujipatia nafasi tu badala ya kuleta utulivu nchini. Mazungumzo haya yamekuwa ni biashara ya udanganyifu bila matokeo ya kudumu kwa usalama wala maendeleo nchini, inasema FFVN. Kwa maneno makali zaidi, mkutano huu unashutumu viongozi fulani wa kisiasa kwa kushirikiana kimawazo na makundi za waasi. Inawataja waziwazi Antipas Mbusa Nyamwisi, Moise Katumbi, Martin Fayulu na chama cha FCC cha Joseph Kabila. Kulingana na FFVN, maneno hayo yanafanana na madai ya kundi la AFC M23, jambo ambalo ni usaliti mkubwa. Kuita mazungumzo huku ukiwa upande wa AFC M23 ni kusaliti nchi na kuchoma moyo wa wananchi, imesema taarifa hiyo. Badala ya mazungumzo ya kisiasa, kikundi hii inataka wananchi wajikusanye kwa pamoja kupinga uvamizi huu wa kutoka nje ya nchi. Wanatoa mwito kwa viongozi wote wa kisiasa kuwa na uzalendo na kuunga mkono juhudi za kidiplomasia zinazoendelea huko Doha, Washington na Lomé. Katika kibarua hiki, wanaomba raia wakatae kwa nguvu hawa wauzaji wa matumaini ya uongo, wakisema kwamba madaraka hayapewi kwa njia ya siri, hupatikana kwa uchaguzi mbele ya wananchi. Kikundi hiki kinasisitiza kuwa hii si wakati ya kufanya makubaliano ya kisiasa, bali ni wakati wa kuchukua masimamo ya udhabiti. Kwao, jamhuri inahitaji viongozi wa uaminifu, ujasiri na wenye mshikamano, sio wanasiasa wanaotaka kurudi madarakani kupitia njia za kificho. Kundi ya wapatrioti wa Kongo, moja ya shirika la raia, inaunga mkono majadiliano ya kitaifa ya pamoja yaliyopendekezwa na mpinzani Martin Fayulu kuhusu mzozo wa kiusalama na kisiasa nchini Kongo. Aromkula, kiongozi wake, anasema kwamba msimamo wa Martin Fayulu ni wa maana kwa sababu unapingana na kugawanywa kwa Kongo. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa tarehe 2 Juni 2025, wafadhili wa Kongo ikiwa ni pamoja na Marekani, Kanada, Ufaransa, Ubelgiji na Ujerumani zimeonya kuhusu hali ya kibinadamu na usalama katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukatili unaoendelea pamoja na vikwazo vinavyowekwa kwa mashirika ya kibinadamu ni tishio kubwa kwa mamilioni ya raia. Tunazidi kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu changamoto zinazokumba mashirika ya kibinadamu ya ndani na ya kimataifa, inasema taarifa hiyo, ikilaani vitendo vya kinyume na sheria vinavyofanywa na kundi la waasi la M23. Waliotia saini taarifa hiyo wanalalamikia vizuri dhidi ya kazi ya kibinadamu, hasa ushuru na kodi zilizo halali zinazotozwa na M23 kwa msaada unaodaiwa wa jeshi la Rwanda RDF. Kwa sababu hiyo, nchi wafadhili zinataka pande zote, ikiwemo serikali ya Kongo, kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia walenga bila visingiti. Ni muhimu sana kuruhusu misaada kufika bila vizuizi vyovyote, wamesema. Taarifa hiyo pia inapongeza hatua fulani za kidiplomasia kama vile kutiwa saini kwa makubaliano ya misingiti kati ya DRC, Rwanda na M23 AFC kuhusu kusitisha mapigano na kuanza kwa mazungumzo ya kisiasa. Ushiriki wa rais wa Togo, Faure Nyasigbe, aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika kusaidia mazungumzo hayo, pia unapongezwa.
Wafadhili wanatoa wito wa ushirikiano mkubwa zaidi kati ya mashirika ya kikanda na jumuiya ya kimataifa ili kusaidia juhudi hizo za kuleta amani. Azimio namba 2773 ya mwaka 2025 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakumbushwa likisisitiza kuwa majeshi ya kigeni yasiyowekwa hasa RDF yanapaswa kuondoka katika ardhi ya Kongo. Wafadhili wanasisitiza kuwa suluhisho la kweli na la kudumu litapatikana tu kupitia njia ya kisiasa inayojumuisha pande zote. Wanarudia ahadi yao ya kuunga mkono watu wa Kongo na kulinda kazi ya kibinadamu. Tunathibitisha tena kujitolea kwetu kwa msaada wa kibinadamu unaoongozwa na msingi ya kibinadamu ya kimataifa, wanasema, wakitoa wito wa hatua halisi na za pamoja za kurejesha amani na utu wa binadamu mashariki mwa nchi. Ni mwisho wa taarifa hizi toka Kivu Morning Post TV. Asante, kwa heri.